Nimekuja leo nikupe siri ya ulimwengu wa roho, jinsi ambavyo unaweza ukafanikiwa bila kutoa kafara ya damu. Watu wengi kwenye maisha wanaishi chini ya viwango vya maisha na chini ya matarajio yao, na kwa hiyo wanaaminishwa ni mpaka watakapotoa kafara ya damu ya wanadamu au wanyama kwa miungu ndipo wanaweza kufanikiwa. Lakini kuna siri kubwa sana imejificha kwenye ulimwengu wa roho, na ni wachache wanaotambua wanaweza kufanikiwa kwa kupitia hiyo siri. Na mimi ninatamani hao wachache wanaweza kufanikiwa kwa kupitia hiyo siri, mmojawapo uwe wewe. Ulimwengu wa roho unafanya kazi kwa njia ya nishati, na ile nishati inazalishwa kwa njia ya mchakato wa kimawazo au fikra. Ndio maana Joshua 1:8 Mungu anamwambia Joshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, upate kuyatafakari yaliyoandikwa humo mchana na usiku, ndipo utakapopata kufanikiwa. Neno utafakari tafsiri yake ni meditation, kumeditate. Watu wengi hawa meditate, na kwa sababu hawajui nini maana ya meditation na hawajui namna ya kufanya meditation, hawawezi kufikia malengo au viwango vya kufanikiwa kwao. Mimi nimekuja ili nikusaidie wewe unayeteseka kiuchumi, unayeteseka kimahusiano, unayeteseka na ndoto mbaya, unayeteseka na hali ya kiafya na changamoto mbalimbali, na unataka Mungu akutoe mahali hapo. Huhitaji kafara ili kutoka hapo. Unahitaji mambo machache yafuatayo nitakayokufundisha, ambayo yatakusaidia kufikia hatima yako. Cha kwanza ni nguvu ya maamuzi kimawazo juu ya namna ya kufanikiwa. Nguvu ya maamuzi kimawazo juu ya namna ya kufanikiwa. Biblia inasema uzima na mauti upo katika uwezo wa kinywa chako, naye apendaye hula matunda yake.